Na hivi sasa tuangazie biashara. Kampuni za uchimbaji madini zitaanza kupokea leseni zao katika muda wa miezi mitatu baada ya kutuma maombi kulingana na masharti mapya ya uchimbaji madini. Waziri wa Madini, Uchumi wa Majini na Masuala ya Baharini, Hassan Joho, amesema utoaji haraka leseni hizo utasaidia katika ukusanyaji mapato yatakayotolewa kwa jamii zinazoishi katika maeneo ambako madini hayo yanachimbwa. Kaunti zinatarajiwa kupokea shilingi bilioni 2.9 kama mraba wa madini ambao umekuwa ukisuiwa na Hazina Kuu kwa mwongo mmoja. Waziri wa Madini Hassan Joho anasema katika masharti mpya ya uchimbaji madini, serikali za kaunti zitaanza kupokea mraba huo wa madini kwa wakati ufaao, kwa sababu pesa hizo zitatolewa pindi tu Hazina itakapopokea kutoka kwa kampuni za kuchimba madini. National government gets their fair share. At the same time, the counties and the community will get their fair share. So as we collect, we disburse. And I think that is, for me, is more important and critical at this point. Wakati huo serikali imeimarisha usambazaji wa nyenzo za kilimo katika hatua ya kupunguza gharama za uzalishaji mazao ya kilimo kabla ya msimu wa upanzi. Alipozindua shughuli ya kusambaza mifuko 35,000 ya mbolea katika ghala la Bodi ya Kitaifa ya Nafaka na Mazao la Sotik, kaunti ya Bomet, katibu katika Wizara ya Kilimo Paul Rono alitoa wito kwa wakulima wanunue mbolea iliyoko sasa katika maghala ya bodi hiyo kote nchini, kusaidia wamama ili wapate watajirike na wafanye kazi yao, kuuza vitu vyao kwa njia inayofaa na wakae kwa usalama na wapate pesa. Hatimaye hoteli inayomilikiwa na serikali ya Kenya, Safari Lodges and Hotels, imetia saini mkataba wa kampuni ya magari ya Isuzu East Africa wa kusambaziwa magari ya watalii na wafanyikazi wake. Katibu mwandamizi wa katika Wizara ya Utalii, Herman Shambi, anasema hatua hiyo itaimarisha huduma zake na kuwezesha wageni wake kusafiri kwa urahisi hadi vituo vya utalii. We must continue to uphold global service standards, environmental stewardship and innovation to position Kenya as Africa's leading and most resilient tourism destination. Felix Q, Darubini.